Hata kama Saleh ni rafiki yako, mimi siwezi kuwa na wewe. Hisia zangu hazikupelekea wewe unipende. Mimi sikupendi. Jana unajua Madam Vera aliongea sana kuhusu wewe. Kivipi? Hakuwa na shule. Yaani wewe baada ya kuwa uje shule, wewe kazi yako kwenda kwa Saleh. Nyumbani unajulikana kuwa umetoka shule, umetoka nyumbani umeenda shule, wewe kazi yako kutoka nyumbani, waje njiani unipa bagi uende zako kwa Saleh. Hiyo tabia mbaya sana wewe. Mimi nilijaribu kumuelezea na akataka kuelewa kabisa kuelewa. So usio kwa shule. Jaribu kadri uwezo wako. Wasikia? Sio fanya hivi. Hizi weekend ndio ukienda kwa Saleh, lakini hizi weekdays jaribu uwezo, yaani jaribu hata kwenda kwa Saleh. I mean, uende shule, njoo shule usome. Kusoma ni muhimu dadangu. Sawa basi rafiki yangu, nimekusikia. Nitajitahidi, nitajaribu kadri uwezo. Tutajaribu uje shule, nakwambia uje shule wewe. Kusoma ni muhimu dadangu. Achana na Saleh. Atakupeleka wapi Saleh? Sasa kwani rafiki yangu anichamba ama niambie? Chamba nakwambia mimi, nakwambia kitu huwa yakupenda. Sawa, nimekuelewa. Nitajitahidi. Sawa rafiki yangu. Sasa tutajaribu uje shule. Sawa. Wewe unasema mimi na dini na wanafunzi sawa. Wewe mbona hujaetu onyesha shemegi hapa maskani ukasema jamaa basi shemegi yenu yule? Sikia ndugu yangu. Acha uboya. Wapotea ndugu yangu, mimi nakwambia. Nakwambia nakupenda. Acha kutembea na wanafunzi ndugu yangu. Mamako ataweka wapi sura yake? Kupotea gani? Wapotea ndugu yangu. Mimi nakwambia. Sawa, mimi nakwambia ndugu yangu amekupenda. Na mimi nakwambia mtoto wa kike mwenye uko naye pale ndani ya nyumba ambaye ni dadako. Sawa, yeye ataolewa ataenda. Mamako utamwachana nani wewe? Saleh, chenye Daudi amekwambia kizingatie tena sana. Oe. Acheni na Saleh. Cheki, ona kidevu kile. Yule jamaa cheki mkojogoo. Waambie hawa jamaa bana. Sikieni nyinyi vipi nyinyi? Hivi nyote kishemegi hapa. Sasa venye wafanya wasikia raha kutembea na mtoto wa shule. Lazima jogoa wiki. Yo kwa mwanichana jamaa. Sikukuchana bro. Mwanichana jamaa. Kweli niwaambie, na kama utakasirika basi poa ndugu yangu. Sawa? Sawa basi. Sawa, yo sorry ishe basi. Sawa basi. Vipi mama Uji? Hizi chupa kweli ni za charo. Itabidi nimrejeshe maana zilikuwa hapa tambo sana. Alafu hawa sungura nao hawana nyasi. Itabidi niende nikawatafutie. Hivi huyu dadangu yale maneno ambayo ananiambia ni haki kweli? Kwa sababu haiwezekani ataongea vile alafu ni mbele ya wajomba. Yaani nilisikia kuumia sana. Ili ama kwa vile anajiona yeye ana uwezo sana mpaka anaamua kunifanya vile. Okay, ni sawa, lakini sije akafikia mahali akaanza sasa kuniita, kakangu, huku nina shida, njoo nisaidie. Sasa atakuwa tayari shafika shingoni.
Mbona chelewa we? Nyanya, si nilikuwa shuleni tena. Mbona ndio mambo yote ukuja nkuja? Nyanya, mimi nilikuwa nafanya homework basi ndo ni. Mambo ndio tengezere hano. Mimi nilikuwa nafanya huko hano we. Kuko mnambo saa 10. Haiwo jangira hasa 10 na mwenga. Anakugesa via na kufula. Nyanya, mimi niko hapa kwa ajili yako. Kufua nitafua, kupika nitapika, kila kitu nitafanya mimi. Wewe niachie mimi. Ni sawa we, lakini ukimbosa nchana mapema. Sawa nyanya, wewe na unataka kuongea wewe? Mimi niko ndani nyanya. Rudi paka ndani. Mjomba huyo. Salama. Farida. Naam. Jomba mara moja. Vipi? Poa, niambie. Poa sana. Poa. Haya, za wapi mbio mbio hivi? Mimi naelekea kwa Swale. Unaelekea kwa Swale? Sijui kama tunaweza ongea kidogo. Sawa, nakusikiliza. Farida. Sema ukweli ninakupenda. Wewe huyo? Ndio mimi. Mimi? Unipenda? Ndio. Wewe si ni shemeji yangu wewe? Sawa. Alafu isitoshe, si Swale rafiki yako. Sasa iweje mimi unipende? Mimi na Swalehe ni marafiki tutakitaka. Hata kama Swalehe rafiki yako, mimi siwezi kuwa na wewe. Hisia zangu hazikupelekea wewe unipende. Mimi sikupendi. Kumbuka maneno ninayokuambia. Yametoka kutoka moyoni mwangu. Farida. Kwa hivyo, fikiria hilo. Sasa Farida umekubali huko kote sasa. Niache bwana niende. Farida.